أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس. Waislamu watukufu, na wausieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na utukufu wake kutujalia wachache miongoni mwa wengi kufika katika kutekeleza ibada tukufu ya salatu Jumaa. Haya si mapenzi yetu, isipokuwa ni makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye nguvu wala mcha Mungu sana ambaye kwa ajili ya nguvu zake ama ucha Mungu wake Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya afike eneo hili, isipokuwa ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa uchache unwani ya hutuba yetu ya leo tutaambizana jinsi gani Muislamu anatakiwa kuwa makini. Ni jinsi gani Muislamu anatakiwa kuwa makini. Kuwa makini katika Uislamu wake, kuwa makini katika maisha yake yote na mambo yake yote ya kidunia na akhira. Ndugu zangu Waislamu watukufu, lau tunakuwa makini wachache tu katika watu wengi ama katika Waislamu wengi, basi inakuwa ndiyo chanzo cha mafanikio yetu. Lakini katika kitu kikubwa ambacho tuko nacho, haswa vijana, tumekosa umakini katika kila eneo. Tupo baadhi ya sisi ambao unaweza ukajiona wewe kama Muislamu ama kijana wa Kiislamu nguvu yako na umakini wako ukajidharau kwamba wewe huwezi kuongeza chochote katika Uislamu ama huwezi kuweka natija yoyote ndani ya Uislamu kutokana na maisha yako ulionayo kwa kukosa umakini. Kwa kukosa umakini, ndugu zangu Waislamu, ndiyo kumefanya Uislamu umekuwa kama ni mnyonge. Lakini Uislamu sio mnyonge, ni sisi wenyewe vijana wa Kiislamu kutokumakinika. Ukiangalia ili tujue kwamba tumekosa umakini, Waislamu tuliwahi kuishi ama kutawala katika nchi ya Spain karne 8 au miaka 800. Miaka 800
Waislamu waliishi Uhispania na kuweka utaratibu na ustaarabu wa Kiislamu ndani ya nchi ya Hispania, na Hispania ikawa ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa na maendeleo makubwa sana kidunia katika nchi za Ulaya katika wakati huo. Lakini kwa kukosekana umakini, Uislamu ulikuja kuondoka ndani ya nchi ya Spain. Huku ni kukosa umakini, na ndio changamoto yetu kubwa tulionayo sasa hivi, haswa vijana wa Kiislamu. Nasema sana vijana kwa sababu mambo yote katika kuendeleza Uislamu na kuukuza Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakabidhi vijana, sio wazee. Watu wa Ureno, mtasoma kisa hiki ili tukichukua tuone jinsi gani tumekosa umakini Waislamu wa zama hizo mpaka sasa hivi. Watu wa Ureno walipoona vijana wa nchi ya Spain wameshikamana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wameshikamana na Qur'an, ni mahafidh, wanahifadhi Qur'ani ambacho ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wanahifadhi hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umakini wao mkubwa ulikuwa katika kuisimamia dini na kuiendeleza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wa nchi ya Spain, wanasayansi wa kijamii walipotaka kuangusha utawala wa Kiislamu katika nchi ya Spain, walipeleka majasusi kwenda kuchunguza tutaanzia wapi, kwa sababu walishataka kuipindua dola ya Kiislamu katika nchi ya Spain kijeshi, wakashindwa. Ikabidi wapeleke majasusi kwenda kuchunguza kwamba nini tufanye ili tuuondoe Uislamu katika nchi ya Spain. Naomba tuwe makini, alafu ukishafika mwisho wa maneno haya utaona jinsi gani tumekosa umakini wa Uislamu. Majasusi wakachunguza kuingia nchi ya Spain ambao wametoka Ureno, wakiangalia kila kijana ashikiki, umwelezi kitu na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, amejengwa kiimani, amejengeka, hana anachokifahamu zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wale mabwana ikawa kazi yao ni kuchunguza, kuja mara wanarudi zao Ureno, wanapeleka taarifa, wanarudi. Wakakaa, mwisho wakarudi tena. Walivyorudi katika harakati za uchunguzaji wao, katika pitapita zao mitaani kama majasusi, mmoja wao akakutana na kijana analia, amekaa chini analia, barobaro wa Kiislamu mwenye nguvu zake. Akakaa naye chini na kumuuliza, bwana, kitu gani kinakuuliza? Yule bwana akamwambia, mimi bwana, girlfriend wangu wameniacha, mpenzi wangu mimi naishi naye kwa muda mrefu, tulikuwa tuna malengo, lakini sasa hivi ameniacha. Ndio kilio hiki ambacho unaniona nalia sasa hivi. Basi wakazungumza. Baada ya mazungumzo yule bwana akaachana naye. Mwisho wa uchunguzi yule bwana akarudi katika nchi ya Ureno. Kufika akaenda sema, sasa hivi ndio wakati sahihi wa kwenda kuiondoa dola ya Uislamu katika nchi ya Spain. Akaulizwa kwa nini, akasema mwanzo alikuwa kila tunayemgusa anataja Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi nimekutana na kijana tayari ameshatoka katika makusudio na malengo, analizwa kwamba ameachwa na mke wake, huyu tayari ni mwepesi kumtoa katika Uislamu. Zikaanza harakati za kuja kuwabadilisha wale vijana ambao walikuwa ni mahafidh wa Qur'ani,
ni mahafidh wa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mambo mbalimbali ya ndani ya Uislamu, wakatekwa wakabadilishwa kwa sababu umakini wao ulishaondoka. Umakini ulishaondoka katika Uislamu wao, umakini umeingia katika dunia yao. Mtu ameshasahau kwamba yeye ana maisha baada ya dunia hii, lakini analilia mtu ambaye ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Analia kwa sababu mpenzi wake amemwacha, halii kwa sababu labda ana huzuni, amehifadhi juzuu 3, bado juzuu 3 zinampa taabu, zinamkera, lakini analia kwa sababu ameachwa na mpenzi wake. Mtu namna hii ni rahisi sana kumbadilisha, kumpeleka vile wewe unavyotaka. Uislamu ulitawala Spain miaka 800, ukaja ukaondolewa Uislamu Spain kwa siku 20 tu. Miaka 800 mpaka siku 20. Huku ni kukosa umakini.